building the inner man. Tunaweza sema kwamba inner man ni huyo spiritual man. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya huu ujumbe. Ni wewe mwenyewe Mungu wa mabwana unasungumuza kupitia kwa neno lako Mungu aliye juu mbinguni kwa ajili ya kutukomboa na kuweza kutujenga ili tuweze kuridi ufalme wa mbinguni. Na Mungu wa mabwana, hata tukiwa hapa duniani tuweze kuishi maisha mazuri ambayo Mungu ulitarajia wewe mwenyewe. Kasema kwamba haukuleta mwanadamu kwa ajili ya kuangamia, bali aweze kuendelea kujenga, aweze kuendelea kuumba. Na hata kule mbinguni Mungu kasema kwamba yule atakayesimama katika utakatifu naye ataweza kufika kule mbinguni. Tunakuinua tukijua kwamba huu ujumbe unaenda kutujenga na kutusaidia katika wokovu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumzia mtu wa ndani ambaye ni spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze muona na macho unapotembea, na ndiposa unaona kwamba katika hii dunia yenye tunaishi watu wengi hawaamini ya kwamba huyo mtu wako, wanaamini mtu wa nje ambaye ni mwili ambao tunaona. Ule wakati wenye Mungu aliumba mwanadamu, Biblia inasema kwamba na akachukua matope. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuumba mwanadamu, na alipomaliza kumuumba, ule wakati wenye anamaliza, huyo mwanadamu hakuweza kupumua kwa sababu kilikuwa chombo. Tunaweza fananisha yule mwanadamu mwenye waliumba huo wakati na yule mtu mwenye ako sahi mochari. Mungu alipomaliza kuumba mwili, ilikaa kama ule mtu mwenye unaona pale mochari. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huo mwili haungeweza kutembea, haungeweza kupumua. Mpendwa, uwezi kosa kupumua alafu usema kwamba utatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. I think kama utachukua muda mrefu, zitakuwa kama dakika 5 utakuwa umeanza kuhema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu alipoumba huyu mwanadamu, ikabidi aweze kuumba mtu wa ndani. Biblia inasema kwamba akaumba nafsi, ile roho yenye iko ndani yako akaiweka ndani. Hiyo ndio Mungu anasema kwamba na kamuumba mwanadamu ambaye anafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanadamu mwenye anafanana na Mungu si huyu mwenye unaona, maana sura zetu zingekuwa zinafanana. Lakini Biblia inatuambia kwamba ule wakati wa unyakuzi tutabadilishwa, mili zetu zitafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba atakuwa ule mtu wa ndani, yeye ndiye anafanana na Mungu, yeye ndiye aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo Biblia inatuambia kwamba Mungu ni nani? Mungu ni roho. Roho yenye iko ndani yako ndiyo Mungu aliumba, inafanana na yeye, si mwili wenye unatembea ukiona siku ya leo. Maana tuna wengine wafupi, tuna wengine warefu. Sasa tutaanza kukompea Mungu ni nani. Mwingine ni browni, mwingine ni black, tukienda huko kwa wazungu, tukienda kwa Wahindi, tukienda kwa China, tukuje kwa Afrika. Sasa Mungu atakuwa nani? Na ndiposa watu wamepotokwa siku ya leo wanasema Mungu ni mzungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hawaelewi Mungu ni nani. Biblia inatuambia kwamba Mungu ni roho, na watakao muabudu katika roho na ukweli ndio watakao waabudu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ni roho. Basi ule wakati wa hukumu, atakayehukumiwa ni nani? Ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wenye unaona saa hii, ukienda kwa mchanga, huo mwili tena hautauona. Mtu asikudanganya kwamba itafika ule wakati wa Yesu akirudi, ule mwili tena utatoka pale chini atuweka vile ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili siku ya leo ukienda pale kwa mchanga, waliokufa wako katika makaburini, tuna wadudu walishakula ule mwili.
na hata ukienda utapata mifupa tena. Mungu ataanza kutengeneza tena mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali roho ndiyo itakayo hukumiwa, roho ndiyo itakayo fufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome katika Revelation. Mtu asome katika Revelation 20 kuanzia 7. Yes. Kitabu ni Ufunuo 20 kuanzia mstari wake wa 7. Biblia inasema na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa. Shetani tena atafunguliwa, atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Atatoka tena kuwadanganya mataifa, Gogu na Magogu, kwa kusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Mstari wa 9. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu, na mji huo uliopendwa. Yes. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Mstari wa 10. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ya kwamba tuko na miaka mingine 1000. Wewe yuko na miaka ngapi? Hata hujafikisha miaka 35, lakini umeshaanza kuona kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inatuambia kwamba tutakuwa tena na miaka 1000. Kukuja kwa Yesu kwa pili, watu tena wataishi miaka 1000, na hizo miaka Biblia inasema kwamba katika ule wakati Shetani atakuwa amefungwa, watu hawatapitia katika mateso, maana watakuwa naishi na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 1000 inapoisha, tena tutakuwa sasa na hukumu. Biblia inasema kwamba na tutakuwa sasa na vitabu. Tuna vitabu, lakini katika zile vitabu tena wamekuja wakuongelea, lakini tukakuwa na kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kitabu kimetengwa kwa ajili ya watu ambao walitembea katika utakatifu na majina yao imeandikwa katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hautakuwa wewe ambao unaonekana na mwili, itakuwa ile roho ambayo Mungu aliumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo mpendwa, unafaa uelewe katika maisha yako ya kwamba huo wakati utakuwa wapi. Maana Biblia inatuambia kwamba na tuna wale watu ambao walikufa, Biblia inasema kwamba watatemwa na bahari. Kumbe watu wakikufa wanaenda baharini, waliotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo ukienda katika sehemu zenye ziko na bahari, ziko na mambo ambayo ni ya kuzimu. Biblia utapata kwamba wanadamu, tuna siku yenye watu waliingia katika bahari.
Na walipotoka wakaanza kusema kwamba walipofika pale chini walipata watu wengine wanaishi pale chini. Sijui kama ulisikia hii habari. Tuna mwanamke mmoja alikufa pale Mombasa. Na wakaanza kumtafuta ile wakati wenye feri lilisimama, alafu tuna mwanamke mmoja alikuwa ndani ya gari. By mistake hiyo gari ikateleza ikaingia katika bahari na akazama ndani. So ikawa kwamba wale divers wanaingia ndani kumtafuta. Walipoingia pale ndani walitafuta kwa siku ilikuwa karibu wiki moja. Na ikafika wakati walipokuwa wanaenda wakitoka, wanasema kwamba wamepatana na vitu pale chini, watu wengine wanaishi pale chini. Bwana Yesu asiwe sana. Zile roho zinaweka makao baharini. Na ndiposa unaona kwamba mtu anapotaka kwenda kutafuta majini anaenda baharini. Bwana Yesu asiwe sana. Mambo mengi inatendeka baharini kwa sababu zile roho ambazo zilikufa, ambazo zilitenda dhambi, zilitengwa zikawekwa katika baharini. Bwana Yesu asiwe sana. Hizo roho ambazo zilikufa, siku ya leo utaulizwa hizo roho ziko wapi? Zimetupwa pale baharini. Ule wakati ukifika watafufuliwa. Zile roho zitafufuliwa kwa ajili ya hukumu. Bwana Yesu asiwe sana. Roho yako mpendwa itakuwa wapi? Na ndiposa siku ya leo unapata kwamba ukiwa katika ndoto unaweza ota hata watu ambao walikufa. Mtu ambaye alikufa akiwa anamjua Mungu huwezi muota. Mtu mwenye anarudi kusumbua watu ni mtu mwenye alikufa katika dhambi. Bwana Yesu asiwe sana. Maana Mungu hatatuma mtu ambaye alikuwa anatembea katika utakatifu tena arudi hapa duniani. Hizo roho zenye zilikuwa zimetenda dhambi utasipata ziko pale baharini. Na ndiposa unaposikiza wachawi ambao ni wakuu hapa duniani, ingia baharini. Unapotaka ujumbe kuhusu Illuminati, ingia baharini. Bwana Yesu asiwe sana. Vikao zao wote wanafanyia pale baharini. Maana zile nguvu za kuzimu wanaweza sipata pale baharini. Wanaweza amusha watu wenye walikufa waweze kuwatuma wakiwa pale katika vikao zao baharini. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndiposa nimekuja kuelezea ni wakati mzuri mpendwa wa kujenga mtu wa ndani. Huu ndio wakati wa kulisha huyo mtu wa ndani neno la Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Maana mwili ulikuja kwa ajili ya dunia, lakini roho ni kwa ajili ya mbingu. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndiposa mwili unapotezwa unasikia uchungu. Biblia inatuambia kwamba na Mungu alipomtuma shetani akamwambia kwamba ukifika fanya kitu, nyosha mkono wako kwa Ayubu, lakini tafadhali usiguze nafsi yake. Bwana Yesu asiwe sana. Usiguze mtu wa ndani. Biblia inatuambia kwamba maadui hata wataua mwili wa nje, lakini nafsi ambaye ni roho huwezi iua. Hata shetani mwenyewe hawezi imaliza. Hizo ziliwekwa kwa ajili ya hukumu. Lakini siku ya leo unaona aje? Vile unajipamba mwili wa nje kuliko wa ndani. Vile unajenga mwili wa nje kuliko wa ndani. Unataka ushuke, unataka utoke pale mpendwa, ujipake mafuta mazuri, yani uonekane mzuri, ambayo si vibaya wapendwa. Lakini mwili wa ndani ambayo ni mtu wa ndani unamjenga. Mwili unakula chakula unashiba, chakula mzuri unataka kuku, lakini ule wa ndani unajenga mpendwa. Watu wengi wameshindwa kujenga mwili wa ndani, wameshindwa kujenga ile roho ambayo Mungu aliumba kwa ajili ya kuishi milele. Biblia inatuambia kwamba Yesu atakaporudi tuna watu tena wataishi miaka 1000. Nao watu watakuwa wengine waliwekwa ile muhuri.
Tuna wakati mpendwa utafika, tutakuwa na mateso. Ishara za Yesu kurudi itakuwa na mateso. Kama hautakuwa umejenga roho ya ndani ambayo inafaa imwabudu Mungu, itakuwa mahangaiko, itakuwa mateso. Unafaa ujenge mtu wa ndani kuliko wa nje. Ule wakati wenye mwili unashinda roho, umeangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya yote inatendeka ule wakati wenye tunakataa dhambi. Ule wakati wenye unaingia katika masengenyo, jua kwamba mwili imeshashinda roho. Ule wakati wenye unaingia katika uifu, jua kwamba mwili imeshashinda roho. Ule wakati wenye unaingia katika usharati, jua kwamba mwili imeshashinda roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila wakati katika mwanadamu, Mungu akiumba mwanadamu, ilikuwa kwamba kila wakati roho iweze kushinda mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa unaona Yesu Kristo kila wakati roho ilikuwa inashinda mwili. Hata kama alikuwa anapitia katika mambo ambayo ni changamoto katika hii dunia, lakini alihakikisha kwamba roho imeshinda mwili ili aweze kutimiza ahadi za Mungu, ili aweze kutimiza yale maono yenye Mungu alikuwa ameweka ndani yako, mpaka uweze kujenga yule mtu wa ndani, na anajengwa kwa neno, kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajengi kwa ugali ama chakula yote, utamjenga kwa kutumia neno. Mpaka tuweze kujenga na kujua vile tutajenga huu mtu wa ndani. Maana ule wakati wenye Mungu anapomuumba mwanadamu, alikuwa na lengo, wapendwa. Alikuwa na lengo kwa ajili ya maisha yako. Mtumishi alipokuwa ananena hapa kwamba unaelewa kwa nini uko hapa duniani, unaelewa kwa nini bado unaishi siku ya leo, unaelewa kwa nini rafiki yako aliaga kitambo lakini wewe unaishi. Mungu bado anataka ujenge ule mtu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana target ya Mungu iko kwa ajili ya hiyo roho. Na ndiposa anasema tutamwabudu katika roho na ukweli. Inamaanisha katika maabudu si mwili. Ule wakati wenye unaabudu Mungu, si mwili unaabudu Mungu, bali ni ile roho inakuwa connected na mbingu. Maana huu mwili hauwezi kuwa connected na mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mwili hautaenda mbinguni. Hakuna mahali penye utaona mwili ukiwa mbinguni. Ule wakati mwenye mtu anakufa alafu anasema kwamba alienda kaona mbinguni, inamaanisha ile roho ndio ilitoka ikaenda ikafika mbinguni. Lakini mwili kila mtu alikuwa anauona mahali pale. Kwa hivyo mwili ni chombo, lakini tunafaa tuangalia mtu wa ndani. Tutamjenga namna gani kama kanisa? Wapendwa, tutaweza kumjenga kwa masengenyo kweli? Tutaweza kuendelea katika dhambi kweli tukijenga huyo mtu wa ndani? Mungu awezi ruhusu shetani aweze kuangamiza roho, maana imetengwa kwa ajili ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati wowote wenye mtu anakufa, jua kwamba roho ndio imetoka. Mwili umebaki kama chombo mahali pale. Kwa hivyo huo mwili wenye mtu mwenye amekufa ni kama sasa kikombe tu, hauna umuhimu wowote. Lakini siku ya leo kama wanadamu tumekosa kujenga ile roho ya ndani wakati wenye tunaishi katika huu mwili. Ule wakati wenye mtu anakufa ndio tunajenga ule mwili ambayo ni chombo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ndiposa unaona siku ya leo mtu akikufa anaweza changiwa hata milioni 2, amekufa. Lakini wakati wenye alikuwa anaishi hata hajaishi hata 20,000 wanajenga mwili wa nje, wanaudhamini mwili wa nje, lakini hawakudhamini roho. Huyo mtu ule wakati alikuwa anaiba, hakuna mtu mwenye alikuwa anamuuliza. Ule wakati alikuwa anafanya usharati, hakuna mtu mwenye alikuwa anamuuliza. Ule wakati wenye usharati unamwangamiza, wanaenda kujenga mwili wake kwa pesa, kwa dhamana ya pesa za duniani. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini tunafaa tujenge nafsi kama iko hai, kama mtu bado anaishi, ili tujenge ile roho yake. Na ndiposa kanisa inahitajika ule wakati wenye kijana baada anatembea katika njia za Mungu, kanisa linajenga ile roho yake kupitia kwa nini? Kumsupport katika mambo ya uinjilisti. Kama akona karama, mnamsupport ili aweze kusonga mbele, kama ni kiongozi aweze kusonga mbele na afanye kazi ya Mungu. Mnatengeneza njia yake kwa ajili ya ile roho, wakati wenye itakuja hukumu, huyo mtu Mungu atanyakuliwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini huyu mtu alikuwa anaangamia, hatumwambii. Huyu mtu anatenda dhambi, hatumwambii. Anapokufa, tumekusanyika kanisa lote na hata akaunti yote tunafurizi na kuwa 0 kwa ajili ya kupeleka matanga, na tumechagua watu wenye wanaenda matanga. Lakini ule wakati wenye huyu mtu alikuwa anasema kwamba niko na hii idea tufanye, mnasema hiyo si ya Mungu. Sasa kifo ndio ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Jenga mtu wa ndani mpendwa, kwa huu wakati ndio kujenga mtu wa ndani kuliko mtu wa nje, maana wakati wa mwisho ukifika utaangamia. Bwana Yesu asiwe sana. Nimekuja kuambia kwamba achana na dhambi mpendwa. Kama kanisa tuache dhambi, tutembee katika utakatifu ili tuweze kujenga huu mwili wa ndani, tuone ufalme wa Mungu. Ukijenga roho katika neno na maombi, haya mengine yote yanakufuata. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndiposa Biblia inatuambia kwamba kwanza tutafute ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni unatafutwa na hiyo roho. Mwili huwezi tafuta ufalme wa mbinguni. Mwili itakuwa inakushauri, inakuambia ndugu yako aliiba akatajirika, sasa angalia vile anaendesha gari, pia wewe ingia pale. Bwana Yesu asiwe sana. Mwili uko na tamaa, lakini unapojenga roho ishinde mwili, mpendwa, utakuwa umesimama katika utakatifu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hivyo tulishe roho na neno la Mungu. Utaona kwamba hiyo roho ikilishwa na neno la Mungu, basi utasimama katika utakatifu, maana Mungu atakufunulia siri zake zote. Kanisa la leo limekataa roho, limefocus na mwili. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndipo unapata kwamba ukienda kanisani unapata mikakati yenye iko kanisani mengi ni ya watu kufanikiwa tu. Bwana Yesu asiwe sana. Ya kuweka miradi, lakini ile roho kuikuza na kuweza kuijenga tumesahau. Kwa hivyo tunafaa kwanza turudi katika roho, tuweze kujenga roho, na haya mambo ingine yote, mambo ya kifedha, mambo ambayo tunahitaji katika maisha yetu ili tuweze kuishi, Mungu mwenyewe anajua ya kwamba unahitaji hilo jambo, unahitaji hiyo kitu, unahitaji uoleke, unahitaji uoe. Mungu anajua yote. Mungu anajua kwamba unahitaji uwe na pesa mpendwa, anajua kwamba unahitaji uwe na biashara, anajua Mungu, lakini anataka kwanza uweze kujenga ule mtu wa ndani aweze kuwa na nguvu, na kumjenga ni kukaa katika utakatifu. Bwana Yesu asiwe sana. Tusiendelee kutenda dhambi tukisema kwamba neema iko. Bwana Yesu asiwe sana.
tusiendelee kusama katika dhambi tukisema kwamba neema iko. Mungu alitufunika na neema. Mungu hakutufunika na neema kila mmoja. Tuna watu wenye wamefunikwa na hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata Mungu mwenyewe anajua vizuri ya kwamba huyu ni mtoto wangu, huyu si mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tutajenga huyo mtu kwa kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Uhusiano wetu uwe mwema, uwe mzuri. Na uhusiano wako na mzazi wako hautaenda kinyume na sheria zenye ziko katika boma lenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzazi wako akikwambia ya kwamba unahitajika saa 2 uwe kwa nyumba usiku, na wewe unakuja saa 3, inamaanisha kwamba hautakuwa na uhusiano mzuri. Utakuwa umeenda kinyume na sheria ambazo ziliwekwa pale katika lile boma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisema kwamba uwizi ni dhambi na wewe unaiba, inamaanisha kwamba umeenda kinyume na sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisema kwamba masengenyo haifai katika ufalme wake na wewe unasengenya, inamaanisha kwamba umeenda kinyume na sheria za huo ufalme, basi wewe haufai katika ule ufalme. Kweli mpendwa, kama haufai katika huo ufalme, utafunikwa na neema ya huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujenge mtu wa ndani. Tutamjenga namna gani? Katika maombi, wapendwa. Hauwezi kaa kwa nyumba yako hauombi, kanisani hauombi, lakini unataka mtu wa ndani aweze kuwa amejengwa. Itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka uweze kuinuka. Biblia inatuambia katika Isaya 60 ya kwamba inuka uangaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautainuka tu kabla haujafundishwa. Hautainuka tu kabla hujaelewa ufalme wa Mungu. Mungu anaposema inuka uangaze, anajua kile kitu yenye iko ndani yako. Katika kuangaza, hiyo kitu itaendelea kujengwa. Lakini wewe umekataa chini. Umekataa kuangaza. Kama wewe ni kiongozi, inuka uangaze. Kila mmoja aweze kujua kwamba wewe ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utakuwaje kiongozi na unapotembea na watu unakaa kama mtoto? Unakaa kama wewe ndio unaongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali penye unafanya kazi, inuka uangaze. Waweze kujua kwamba tuna kitu ndani yako ambacho kimejengeka. Watu waweze kufuata hicho kitu. Mpaka tuweze kujenga mtu wa ndani ambaye Mungu aliumba kwa mfano wake, ili tuweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, katika siku za mwisho tutakuwa na mambo yenye itatendeka hata wewe mwenyewe utajificha. Tuna wakati niliwaambia hapa, nilikuwa katika ndoto nikaota kurudi kwa Yesu, na nikaona kwamba kumbe hata matajiri watajificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hautajificha uso wa Yesu. Hautajificha mpendwa. Heri wale ambao watakao kuwa wametembea katika utakatifu, maana watafurahia. Lakini katika ule kukuja kwake pia hao watakuwa wanatetemeka, kwa sababu itakuwa hatari. Itakuwa hatari wapendwa. Matajiri wenye unaona watajificha. Kama corona tu yenyewe ilikuja na test tu kidogo tu, watu walikuwa wanabeba hata pesa wakimwaga kwa street, wakisema Mungu tu peke yake ndiye anaweza waponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wakati wenye wana wa Israeli wakamwambia Musa, enda waambie huyu Mungu mwenye anazungumzanga tu na wewe peke yako, pia sisi tunataka kumuona. Walipoona ishara waliambia Mungu,
Kama huwa anakuja hivyo, we baki tu, ukienda azungumuze na wewe, utakuwa unatuambia tu habari zake. Yaani ishara za Mungu kukuja, ishara za Yesu kukuja kurudi, wapendwa, watu watapiga nduru, watu watalia, kwa sababu haukujenga mtu wa ndani wewe mwenyewe. Uliambiwa na wachungaji, jenga mtu wa ndani, tembea katika upendo, tembea katika upendo ili uweze kuwa kama Mungu mwenyewe, ili siku hiyo ikifika utafurahia. Ulikataa. Biblia inasema kwamba wakati hiyo neema itakuwa imetoka, na hata mchungaji mwenye ulikuwa unaona akichukua maiki akihubiri, atakuwa anajaribu, akichukua hivi maiki hawezi hubiri, kwa sababu hakuna kitu yenye anajua. Huku utakuwa unatembea ukitafuta hao maprofeti wenye unasikia wakubwa, utakuwa unakutana nao, lakini hata wakichukua hii maiki, hata wakijaribu kutamuka jina Yesu Kristo, hawawezi tamuka, maana ukombozi, siku za ukombozi zitakuwa zimeisha. Sasa ni wakati wa unyakuzi, ili watu waende kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uko na wakati mzuri ya kwamba unaona sasa wameweka pale sufuria inapika, wanapika tukule. Mbinguni hakuna kupika. Mbinguni ni kushuka na kupanda na kusema ni mtakatifu, 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 anaishi milele, alikuweko, yuko, atakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wote tunafanana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unatarajia kwamba nitafika pale tuna matunda, hakuna matunda, ni kuabudu Mungu. Huu ndio wakati, mpendwa, wa kuweza kukula na kumaliza. Lakini usikule kumaliza. Unajua kukula sana pia itakufanya ukufe. Too much of something is poison. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio wakati ambao umepewa tu uweze kutubu, ukae katika njia za Mungu na ujenge mtu wa ndani. Huyo mtu wa ndani ndiye atakaye kuwa pale amesimama mbele ya kiti cha enzi. Biblia inatuambia kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona matajiri na hata masikini wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Hizo roho zimeenda kwa ajili ya kuhukumiwa. Hawatakuwa wanasema kwamba unajua wewe ulikuwa na mali mingi, wewe ulikuwa hivi. Hapana. Biblia inasema sasa kulingana na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa umefungua mshipi na kiuno, mpendwa, mimi nakuambia ukweli hapa, utahukumiwa na matendo ya. Kama wewe umekuwa tu mtu wa kuweka mikutano ya kusengenya watu, wachungaji unawasengenya, unasengenya kila mtu, utahukumiwa na matendo ya, kwa sababu unajenga mtu wa ndani na masengenyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpaka tuweze kusimama katika ukweli, tukijua kwamba siku ya mwisho ikifika, wapendwa, itakuwa hatari. Tujenge mtu wa ndani. Tuangalie historia ya Ayubu. Biblia inasema kwamba Ayubu alikuwa mtu ambaye alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Na kweli tukiangalia Ayubu, hata kama mateso ilikuja mpaka akaanza kulalamika, lakini alisimama akasema kwamba ataendelea kuabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisimama kwa ukweli. Mke wake alikataa, lakini Ayubu alisimama, hapana, hata mpendwa mke wake asifanye usione ufalme wa mbinguni. Kama mke wangu anaweza fanya nisione ufalme, mimi nakwambia ukweli, mimi mambo ya ndoa ni kuachana naye. Kama mke wangu anaweza fanya nikatae kuona ufalme wa mbinguni, kama wazazi wangu wanaweza fanya nisione ufalme wa mbinguni, mimi nakwambia ukweli, heri niachane nao. Kama mbaya alikuajiri anaweza fanya usione ufalme wa mbinguni, mpendo,
achana na huyo mtu. Kama rafiki yako mwenye unatembea naye unaona kwamba huyo ananipeleka kuzimu, huu ndio wakati wa kuachana na yeye, maana ulimshauri alikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia katika Amos ya kwamba watu wawili hawawezi tembea pamoja kama hawajakubaliana. Hauwezi sema kwamba utatembea na chairman na mjakubaliana, utakuwa unajiforce, na mwisho, kabla mjafika mwisho, itakuwa ngumi na vita kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tuna mtu anaweza kushauri waachane na Mungu, mpendwa, huyo ni mtu hatari, anakupeleka kuzimu. Biblia imetuambia kwamba matajiri wadogo kwa wakubwa watakuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi wakiwa wanamtazamia Mungu. Na Biblia inasema kwamba na kitabu, tutakuwa kwanza na vitabu, lakini tuna kitabu ambacho kitafunguliwa, kitabu cha uzima wa milele. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata si lazima kwamba kitabu cha kuzimu kitafunguliwa. Kitabu cha uzima wa milele kimeshaandikwa wale watu ambao watakaoingia katika uzima, watakaoingia mbinguni. Kwa hivyo wewe usiposikia jina lako, unajipanga ukijua kwamba unaenda kuangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mauti itatema watu watakaoenda kuangamia, mauti itawatema. Huu ndio wakati mpendwa, unaposikia kwamba tembea katika utakatifu, usiangalie tu mambo ya kuimba peke yake ama kuhubiri. Achana na hayo kwanza, wewe angalia utakatifu ni nini. Si kuhubiri, si kuimba. Utakatifu ni kitu tofauti, ni kitu tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimekutana na watu wengine ni wazimu na wanahubiri tu. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa walevi, wanajua mistari, wanahubiri. Ni kitu tofauti wapendwa. Tunahitaji utakatifu, kukaa katika utakatifu. Ile roho ya pili, ule roho ambayo Mungu aliweka ndani yetu iweze kukaa katika utakatifu, tuujenge hiyo roho. Na tutakuja kushuhudia makuu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama tutakataa kutembea katika utakatifu, kama kanisa tutaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaishi maisha ya kale, tutaishi katika tamaduni. Siku ya leo wapendwa, watu tumeokoka kanisani na hata tunahubiri, lakini tukirudi mashambani tunarudi katika tamaduni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wapendwa, umeokoka lakini ukienda nyumbani bado unafanya makumbusho. Ni siku gani yenye walikuja wakaanza kukumbuka watu wenye walikufa? Mtu alikufa akiwa mwizi, mtu amekufa akiwa wa kuchafua masengenyo, ama mwingine msharati, hata unamjua vizuri, lakini anapokufa wewe ndio kwanza kama Mkristo na hata mchungaji umesimama pale unasema Mungu amweke mahali pema peponi. Mungu anaweka mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watu wamekataa ile roho ya ndani kujengwa na kukaa katika ukweli ya kwamba mtu anaweza kufa akiwa mwizi, na tusimame kwa matanga tusema kwamba huyu kijana tulimkataza wizi akakataa, lakini kama ametubu siku ya mwisho labda Mungu atamsamehe, lakini alikuwa mwizi. Kila mtu ajua kwamba alikuwa mwizi. Ni nani mwenye mmaisikia? Hata watumishi tu, wachungaji tu, amesimama kwa matanga anasema huyu kijana alikuwa anatembea na wake za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujenge roho zetu huu wakati. Unapojenga hiyo roho,
ndio mambo yako inaenda ikifunguka, ndio Mungu anaanza kukuonyesha mambo, maana umeijenga katika utakatifu. Mungu anaanza kukuonyesha sasa lengo lenye limefanya uwe hapa duniani. Unafaa ujue lengo lenye lilifanya ukakuja hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hayo maono yenye Mungu alikupatia inafaa iwe kama mira kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali penye unaenda unayaona, kila mahali penye unaenda unayaona. Lakini ukienda mpendwa mahali Mungu amekuonyesha kikombe na ukiangalia kwa mira unaona ni sahani, jua kwamba uko na shida kubwa sana. Mimi nakwambia ukweli, inafaa urudi kwa Mungu. Tujenge mwili wetu wa ndani, tujenge ile roho ya ndani, tutaijenga katika hayo maombi. Wapendwa, ule wakati wenye unaitwa kwa ajili ya maombi, omba. Hata ukiwa kwa nyumba omba, chukua neno, soma hilo neno. Tuna mchungaji mmoja tukiwa katika mkesha juzi Friday, alituuliza swali, akauliza, wewe hiyo simu yako ni pesa ngapi? Na kweli hiyo simu yako ni pesa ngapi? Wewe Steve, hata tuseme ni alipa mdogo mdogo, alikuwekea pesa ngapi? Unafaa ulipe ngapi? Ngapi? 18,000. Bright yako ni ngapi? 25,000. Yako yenye waliiba ilikuwa ngapi? 25,000. Yako ndugu Robert? 22,000. Chairman? 15,000. Yako? 26. Nani mwingine ako na hiyo simu? Mimi yangu ni kitu 33. So huyu mchungaji akatuchallenge na jambo moja, kama unaweza afford kuwa na simu ya 33,000, na akasema Biblia yake amenunua 2,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tuna ingine 1,000, tuna ingine ya 800. Lakini mpendwa, inapatikana kwa kanisa, hauna kitu. Unasema unafungua simu ndio Biblia yako. Nawaambia mambo mengi yenye tunafanya kwa simu, acha nikwambie, ni kuona zile vitu za kuchekesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu wenye wako katika mtandao. Hata mimi wakati mwingine nikiwa tu nimetulia mahali, wakati mwingine naweza enda mahali pale tukiwa na huyu mtoto, sababu yeye anapenda na acheki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati wako mwingi unatumia kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unafaa utumie huo wakati kujenga roho. Na ndiposa mtu mwenye ameelimika na ametajirika anakuwa utampata ako na hekima ingine yenye hauwezi elewa. Utapata hao watu wakati mwingine hata ameenda katika mahali pa vinywaji, wamekaa mkutano hapo, lakini mambo yenye wanaongea pale kwa meza, wanaongea kuhusu mambo ya usoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata wanasema kuhusu ile mkakati, ile biashara yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ile biashara yetu bwana. Sasa mimi nilikuwa nitoe 2,000,000, yule jamaa toe 5,000,000 ili tuweke pamoja, na tukiwekeza hii after 10 years tunajua kwamba tuko na bilioni 1. Lakini wewe ukikaa na rafiki yako kama Sima ni Arsenal ni Sifuna na nani na Wantam. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mmekaa mnashauriana, na kama mmetoka nje ya hizo mbili mko unajuanga ule chama anajifanyanga tu ana pastor, naye hata huyo pastor anakuwa anaboeka akisimama hapo mbele. Hiyo sasa pia nyinyi mko sasa hapo mmetoka kwa ile ya Sifuna, mmeongeza tena nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao watu wako na hekima,
watu wanaendelea kujijenga. Wanapoendelea kujijenga, kesho ikifika miaka 10 ikipita, wako na mabilioni, wewe unasema waliingia Illuminati. Wewe ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati tukae chini tukiweka mikakati ya uzoni ambayo ni ya utakatifu. Tunajua kwamba hizi njia tukiendelea kupita ndani, Mungu anaenda kutuonekania. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kupata ile destiny yenye Mungu alisema. Kanisa linafaa likae kila wakati limefocus kwa maono, si kufocus kwa pastor, kufocus kwa mke wa pastor, kufocus kwa deacon. Hilo kanisa litakuwa limepotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapojenga hiyo roho ya ndani, Mungu anakuongoza katika utakatifu. Unaanza kuona mambo yako inabadilika. Unaanza kuona mambo inabadilika katika maisha yako. Kwa hiyo hii mchana, wapendwa, nataka tuweze kuangalia katika maisha yetu, mtu wa ndani anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu wa nje tunajua kwamba atabaki hapa duniani. Ndiposa ule wakati wenye mtu anapokufa wanasema na mchanga itarudi. Kwa hiyo wewe ni mchanga. Unaporudi pale hauna faida. Ule wakati wenye unakufa hauna faida, mpendwa. Huu ndio wakati wenye unafaa uonyeshe faida yako. Si kuonyesha, unajua mtu mwingine, tuna wakati wenye mtumishi alikuwa anahubiri kuhusu faida. Vijana wengine walikuwa wamekaa kando wanasema, hata mimi mpaka nionyeshe katika usharati mpaka mwisho ili nikikufa uone faida. Waone matunda watakuwa nasikika. Bwana Yesu asifiwe sana. Usharati ni inaitwa loss. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi yoyote ni loss katika maisha yako. Faida ni kitu yoyote yenye Mungu anahitaji ufanye katika hii dunia. Mbona usijenge mtu wa ndani? Kama wewe ni kiongozi, wewe tu kiongozi. Kama wewe utakuwa, wapendwa, tunahitaji watu ambao watakaoinuka na waweze kusimama kama viongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiongozi, unajua anapopigwa hapa kofi, hata anaweka hii nyingine tena gongo tu. Na hiyo ndio Yesu alisema, kwa sababu yeye alikuwa kiongozi. Anasema kwamba alikuwa anaambia wale ambao ni viongozi ya kwamba ukichapwa hapa, pinduka tena uweke hii uchapwe. Ukinyang'anywa koti, mpatie mpaka na shati. Alikuwa anazungumzia viongozi kwa sababu anajua yule ambaye si kiongozi ukimpiga hapa na atakupiga mara mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuweze kusimama kwa miguu zetu. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Tupate maiki. Mtu achukue maiki, watu wa praise and worship, tuweze kuabudu huo wimbo. Tunapoenda mbele za Mungu, Mungu atusaidie tuwe na hekima. Mungu atusaidie mchana wa leo ili tuweze